Leo nataka kumwongelea ndugu yangu Saluti. Ni marehemu kwa sasa, amefariki takribani miaka miwili iliyopita kwa ajali ya gari iliyotokea Mbeya. Lakini mimi nazidi kumkumbuka, na kwa sababu nilikuwa na ukaribu naye kiasi, kwa hivyo nitafurahi zaidi kumzungumzia yeye na legacy yake aliyoacha, kwa sababu ametuachia legacy kubwa sana kwenye upande wa ushairi, kwenye upande wa hip hop. Alikuwa ni mshairi pase, alikuwa anaandika vitu ambavyo vina make sense kwenye jamii, ni vitu ambavyo vinagusa moja kwa moja jamii yetu. Kwa hiyo mimi binafsi nilipata bahati ya kuwasiliana au kuwaunganisha kati yake yeye na msanii kutoka Marekani, Chicago, anaitwa Jason Fergie au Jason Ferguson. Na walifanya project ambayo ilikuwa imalizike, lakini kwa bahati mbaya ndugu yetu ametangulia mbele za haki. Lakini kuna project mbili ambazo zilitoka. Kwa hivyo huyu msanii amefanya kitu kikubwa sana, na tunapaswa tumkumbuke kwa vitu vingi alivyofanya, kwa mambo mengi aliyofanya. Hakupata nafasi sana ya kusikika katika medias, lakini wale watu wanaofuatilia underground music, underground hip hop, wanamfahamu fika na wanajua ni kati ya wale waasisi wa miaka ya mwanzo kabisa ya ili game kuanza walikuwepo. Alikuwa wanahang na kikosi cha Mizinga, wamehang na watu kama hao, na walifanya vitu vingi kwa kweli. Kwa hiyo napaswa kuwakumbuka kwa hayo ambayo wameyafanya, na mimi kusema kweli nitamkumbuka. Na ametuachia album mbili, moja inaitwa Miaka Tele, nyingine inaitwa Hazina. Yaani haya majina alivyoyaweka unaweza dhani kwamba alijua hatokaa, kwa sababu hazina ni kweli ni kitu ambacho kina thamani, kitabaki miaka na miaka. Na Miaka Tele kama anavyojieleza, yaani zile album nadhani ilikuwa kama utabiri vile, unaweza kusema maneno hayo. Kwa hiyo kusema kweli tumeondokewa na mtu mkubwa kwenye hip hop. Pengo lake ni kubwa zaidi, na mimi kwa ukaribu wangu tulikuwa tukiongea mambo mengi, na alikuwa ananiambia kwamba yeye anafurahia zaidi watu waandike vitu vyenye maana na wakae kwenye mada, wawe na maudhui. Lakini kusema kweli sasa hivi ukiangalia hip hop upate maudhui yale haswa, unakuta wanachanganya mada, yani kuna zile play words, kucheza na maneno ndio kumekuwa kwingi, lakini sio ile kukaa kwenye mada kwamba mtu anaelezea kitu mwanzo mwisho unakielewa, kama vile barua, kwamba kuna kichwa cha barua, kuna ile kinahusu nini, lengo la barua, na mwisho hitimisho la barua. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo kusema ukweli, lakini natumai vitu haviwezi vikaondoka moja kwa moja. Wapo watakuja wengine, na sisi tunazidi kuwatia moyo wazidi kufanya. Inshallah mambo yatakuwa mazuri huko mbeleni.